Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kunipa nafasi hii ili nichangie bajeti ya Wizara ya Ujenzi. Waheshimiwa wabunge wengi wamesimama hapa wakimshukuru sana Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na wizara hii kwa kazi nzuri ambazo zimefanyika kwenye majimbo yao. Kwa upande wangu napata kigugumizi kufanya hivyo. Na napata kigugumizi kwa sababu maalum kwamba kuna mchezo unaofanyika katika jimbo la Same Mashariki kuhusiana na barabara hii ambayo imewekwa kwenye bajeti mwaka huu, na mchezo huu umeanza muda mrefu sana. Kiasi inaonyesha kwamba jimbo la Same Mashariki barabara zake zinafanyiwa hujuma ya makusudi. Maana zimeshawekwa kwenye bajeti hii ni mara ya 3, lakini utekelezaji wake hauonekani. Lakini labda niwape scenario inayoweza kufanya tuone kwamba kwa kweli kuna mchezo mchafu unafanyika katika barabara hii. Kwa hiyo mchango wangu uko kwenye sura ya 3 mpango wa bajeti ya mwaka 2025-2026. Na unazungumzia kuendelea na ujenzi na barabara ya Same Kisiwani Mkomazi kilomita 97. Ndungu Mkomazi wameweka vipande viwili kilomita 36, Same Kisiwani kilomita 56.8. Jumla wanazungumzia kilomita 92.83 na bajeti yake bilioni 6 kama nimesoma vizuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika barabara tajwa hapo juu, tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka 2021 serikali ilisaini mkataba wa kutengeneza kipande cha Mroyo Ndungu. Na katika kujibu swali langu la msingi mwaka jana, swali namba 22, hapo tarehe 31 mwezi wa 2 2024, majibu ya naibu waziri wa ujenzi kwa wakati huo alisema kwamba serikali itenga kiasi cha shilingi milioni 860 zilizotumika kwa kazi ya upembuzi yakinifu na usanifu wa kina kwa barabara ya Same Kisiwani Ndungu hadi Mkomazi ambayo aliweka kilomita 96.46. Na kazi alisema ilikamilika mwezi Septemba 2022. Ilichukua miaka 3 kufanya kazi hiyo, miaka 3 na milioni 860. Lakini naibu waziri ambaye nakuheshimu na nakupenda sana aliendelea kusema kuwa katika mwaka wa fedha 2021 serikali ilitenga kiasi cha shilingi bilioni 6.3 ambazo zilitumika kwa kazi ya ujenzi wa kiwango cha lami kwa kipande cha kilomita 5.2. na hicho kilikuwa Gonja hadi Ndungu. Aliendelea kusema kwamba ujenzi ulikuwa umefikia 25% na ulikuwa unategemewa barabara hii kamilike Juni 2024. Mheshimiwa Mwenyekiti, najiuliza hivi kama kilomita 5.2 zimechukua huu mwaka wa 4 hazijakamilika, kweli tunafikiria kilomita 92.85 zilizowekwa kwenye bajeti hii zitakamilika? Na ni barabara hiyo hiyo, kipande kidogo tu, na hicho kipande kidogo cha kilomita 5 kilitengewa bilioni 6.3. Hii kilomita 92.83 kimetengelo bilioni 6. Kwa akili ya kawaida unasema huu ni usanii. Kama kilomita 5 kwanza imechukua huu mwaka wa 4 hazijaweza kutengenezwa na mkandarasi bado analipa, maana nitawasomea jinsi ambavyo mkandarasi amelipwa na kazi ilisimama tangu mwaka jana. Waziri akijibu swali hili, kazi ilisimama mpaka leo hii. Sasa leo tunaletewa usanii wa kusema kilomita 92 zitatengenezwa kwa hela ambayo ni ndogo kuliko ile iliyopangiwa kilomita 5. Kwenye kilomita 5 zile hata kitone cha lami hakuna.
Kasehemu kalikotengenezwa ni kujaza mawe, na sehemu hiyo walisema kwamba mkataba ambao ulikuwa uishe baada mwaka mmoja umechukua mwaka wa 4, walisema walikuwa hawajui kwamba kuna maji chini. Lakini cha kushangaza, sehemu hiyo walisema imechaguliwa kwa vile ni mbovu, kwa hiyo litakiwa itengenezwe maana ina matatizo. Sasa ikatengewa bilioni 6.2. Sasa upembuzi yakinifu haukuwa umefanywa kwenye kipande hicho, na kama ulifanywa haukuonyesha kwamba chini kuna maji. Moja. Pili, kwa nini mkataba huu ulitolewa kabla ya hata upembuzi yakinifu wa barabara yote haujaisha? Na ile kuambiwa bilioni 5.2 zitatumika kwenye kilomita 5.2, sasa imekwenda wapi hiyo hela? Ambapo ukiangalia huu mradi ulianza tarehe 1 Septemba 2021 na ulitegemewa kukamilika Septemba 22. Mkataba uliongezwa hadi Juni 2024, lakini mpaka leo hii tunavyosema hakuna kazi, ilisimama pale pale, na gharama ya ujenzi ndio hivyo kama nilivyosema. Utekelezaji wa kazi hiyo, Mheshimiwa Naibu Waziri akijibu, ulikuwa 55%. Malipo ya awali, tusikilize hapo vizuri, yalikuwa kwa mkandarasi alikuwa milioni 783. Malipo ya hati ya pili milioni 896. Malipo ya tatu bilioni 1 milioni 139,150. Deni la mkandarasi ambayo anadai hati ya 4 bilioni 1 milioni 489. Unajiuliza, hivi ka kipande hako ambapo hata pale palipowekwa mawe hapafiki hata nusu kilomita, kama imezidi nusu kilomita, huko kwingine kote hakujatengenezwa, na bilioni hizi zimetumika. Na hizo bilioni kwenye bilioni 6 zilizobaki ziko wapi? Maana mkandarasi hajalipwa tangu mwaka jana mwezi huo wa Februari. Mheshimiwa Naibu Waziri akinizungumzia hapa, na wiki iliyopita nilikuwa kule kuhakiki kwamba labda mkandarasi ameanza kazi, hakuwa ameanza. Kwa hiyo ndio maana nasema hapa kuna uchafu unaofanyika. Kilomita 92 uweke bilioni 6, kilomita 5 uweke bilioni 6.3. Kazi mpaka leo mwaka wa 4 55%. Hiyo hela nyingine imeenda wapi? Ndio jana akichangia Mheshimiwa Halima Mdee alisema au kuna mfuko mwingine hela inatoka huku inaingia huku. Kwa hiyo ina maana barabara hii inatumika kama shamba la bibi. Kwa ajili hiyo nasema hakuna haja ya kuiweka kwenye bajeti, maana mnatuchezea. Malizeni kile kipande na ionekane hiyo bilioni 6.3 imetumika kwa sehemu hiyo, maana mpaka leo hakuna hata kilomita 1 ya lami. Hii ni kuonyesha kwamba kwa kweli kuna mchezo mchafu, na haya ndio yanapelekea kuomba special audit kwa CAG. Naomba kumalizia. Asante sana.